Karibuni tena tuendelee kutafakari kwa pamoja, na tafakari yetu ya leo inasema Mungu anambariki mwenye dhambi lakini habariki dhambi. Mungu anambariki mwenye dhambi lakini habariki dhambi. Mungu anampenda sana mwenye dhambi ijapo anachukia sana dhambi. Mungu kwa mfano aliupenda sana ulimwengu kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Na aliupenda ulimwengu ambao haukuwa mkamilifu. Ulikuwa ni ulimwengu uliokuwa umepotea, ulimwengu uliojaa dhambi na uliokuwa umejitenga naye. Hivyo basi Mungu akamtoa mwanaye wa pekee kwa upendo mkubwa ili aukomboe, kama tunavyoweza kusoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Mungu ameonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Tena lengo la Mungu la kumtuma mwanaye sio kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 17. Yesu alipokuja duniani alikaa na kula na watu waliokuwa na dhambi. Tena dhambi hizi zilitambulika kuwa ni dhambi kubwa kwa wakati huo, yaani walaji rushwa au watoza ushuru na ukahaba au makahaba. Watendaji wa dhambi hizi hawakupendwa kabisa katika jamii, kwani walitengwa kabisa na kuhukumiwa kuwa ni wenye dhambi. Lakini Yesu hakuwahukumu, bali alikaa na kula nao. Sasa je, inamaanisha Yesu alikubaliana na dhambi hizi? La hasha. Yesu alizipinga sana, lakini alikaa na kula nao ili wapate kujifunza kutoka kwake na kuwarejesha kwa upendo. Huwezi kumrejesha au kumrekebisha mtu mdhambi kwa kumtenga, kumwogofya, kumtukana na kumsemea ubaya wake. Njia bora ya kuwarekebisha wale wenye tabia zisizofaa hakika ni kukaa nao na kuwapa upendo. Yesu alifanya hivyo. Biblia inasema, ndugu zangu, mtu akighafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 1. Na sio kuwahukumu. Sheria ni hii: wajibu wetu sisi ni kuhukumu dhambi. Wajibu wetu sisi ni kuhukumu dhambi, lakini wajibu wa Mungu ni kumhukumu mwenye dhambi. Hatuwezi kumhukumu mwenye dhambi, kwani mawazo ya Mungu na mipango yake ni tofauti kabisa na ya kwetu, kama tunavyosoma katika Isaya sura ya 55 mstari ule wa 8. Hebu ona, Samsoni alikuwa katika nyumba ya kahaba, lakini Roho wa Mungu alimshukia na kutenda naye dhidi ya Wafilisti, kama tunavyosoma katika Waamuzi sura ya 16 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Sasa swali ni je, Mungu alikubaliana na tabia ile ya Samsoni? Jibu ni hapana. Sasa iweje basi Mungu hakumhukumu Samsoni? Jibu ni kwamba hayo ni mapenzi ya Mungu na huo ni mpango wa Mungu.
Musa kwa mfano alichukulia mwanamke Mkushi nje ya kabila lake, na hii ilikuwa ni makosa kufuatana na desturi zao. Sasa Haruni na Miriam dada yake Musa walimnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi, kama tunavyosoma katika Hesabu 12 mstari wa 1. Unaona, Haruni na Miriam walimhukumu Musa, lakini Mungu alichukizwa na kitendo cha Haruni na Miriam cha kumhukumu Musa. Kumbe basi, ili kuwa watu wema, tupambane na maovu au matendo ya dhambi, lakini tusiwahukumu wale wenye dhambi kwa kuwaona ni wenye dhambi. Hiyo ni kazi ya Mungu. Usidhani eti kwa kuwahukumu wengine kuwa ni wenye dhambi kuna kufanya wewe kuwa Mkristo bora hata kidogo. Utafanana na akina Haruna na Miriam. Sisi tujitahidi kuwa watu wema, wenye huruma na wa kusamehe. Ndio wajibu wetu. Hukumu ya nani mwenye dhambi, hiyo sio yako wala yangu. Zingatia kabisa jambo hilo. Hata Yesu anasema, msihukumu msije mkahukumiwa. Mathayo 7 mstari wa 1 mpaka wa 2. Hukumu ya nani mwenye dhambi ni ya Mungu pekee, kwani hukumu zake ni za kweli na haki. Sasa basi, niwaache na changamoto hii. Wanaoingia kanisani ni akina nani? Ni wauaji, majambazi, waasherati, wala rushwa, wahuni, wachawi, wasengenyaji, wabinafsi, wachoyo, wenye wivu, wahuni, wazinzi, wagomvi, wenye majivuno, waongo, wafitini, wenye hasira, mashoga, wanafiki, wachongezi, wenye kuhukumu wengine, na watu wema wachache. Sasa swali ni je, wewe upo katika kundi gani hapo? Wote hawa wanaenda kanisani kwa sababu wanahitaji baraka za Mungu. Hawaendi kuombea tabia zao, bali wao kama binadamu wanahitaji huruma na wema wa Mungu. Sasa je, nani anayestahili au asiyestahili? Mungu anawabariki wote hawa wenye dhambi, lakini anachukia dhambi zao, kwa maana yeye huwaangazia jua lake au baraka watu wabaya na wema, na kuwanyeshea mvua, yaani baraka, watu wanyoofu na waovu. Na hii tunaisoma katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 45. Utaona Mungu anawabariki wote kama binadamu, kumbe habariki dhambi zao. Mungu anachukia dhambi kwa sababu ni vidonda, kama tunavyosoma katika Isaya sura ya 1 mstari wa 6. Dhambi ni mzigo mzito, Zaburi ya 38 mstari wa 4. Dhambi ni uchafu utiao doa, kama tunavyosoma katika Tito sura ya 1 mstari wa 15. Vilevile tunasoma Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 1. Vilevile dhambi ni madeni ya kisheria, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 12 mpaka ule wa 15. Dhambi ni giza.
Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6. Na vilevile dhambi ni doa jekundu, Isaya sura ya kwanza mstari wa 18. Tumsifu Yesu Kristo.